mara ya pili, uhalisia wa kiroho. Kuzaliwa mara ya pili uhalisia wa kiroho. Hii sio dhana, hii sio mtazamo, fikra au wazo fulani hivi. Ni jambo halisi kabisa katika ulimwengu wa roho. Andiko la ufunguzi ni Wakorintho wa pili sura 5 sura 17, inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hata ikiwa mtu amekuwa ndani ya Kristo. Kristo ni eneo, mtumishi. Ukiwa ndani yake, ya kale yote yamepita, yote. Wewe ni kiumbe kipya, mtumishi. Wewe sio kiumbe cha zamani kilichochakatwa kikarejezwa tena katika matumizi. Hapana. Hauna kale katika mtazamo na fikra Bwana katika moyo wako, mtumishi. Mtoto Mungu anaanza kusema, kuna wakati mwalimu wa Kiyahudi aliyeheshimiwa sana, jina lake Nicodemus, alikuja kumuona Bwana Yesu. Alikuwa mtawala miongoni mwa Wayahudi, lakini licha kuwa na imani yake ya kidini, kuna kitu kilikuwa kimekosekana. Bwana alimtazama na kusema maneno mazito ambayo yalikata na kuvuka maarifa na desturi zake zote za Kiyahudi. Kusoma katika Injili ya Yohana 3:3 inasema, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Nicodemus alimjia Bwana kwa siri jioni, wakati mmoja, usiku mmoja hivi, akaja kuzungumza naye akimwambia kwamba anajua ametoka kwa Bwana. Sasa nini ambacho inampasa yeye kufanya ili kuweza kuurithi uzima wa Mungu, uzima wa milele? Kwa kuurithi ufalme wa Mungu. Na Bwana akamwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hauwezi kuuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akiwa amefadhaika kwa kiasi fulani aliuliza, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Sababu alikuwa ni mtu mzima tayari, umri umeenda sana. Kapia, sasa kazaliwa mara ya pili, na maana inabidi nirudi tumboni mwa mama yangu nizaliwe tena. Lakini Bwana Yesu hakuwa akizungumza kuhusu kuzaliwa kimwili. Alikuwa anadhihirisha ukweli wa kina sana wa kiroho. Kuzaliwa mara ya pili sio tu msemo fulani wa kidini au jambo la kawaida, bali ni uhalisia wa kiroho. Inamaanisha kupokea uzima mpya kabisa, maisha ya asili ya Mungu mwenyewe. Kuzaliwa mara ya pili ni uhalisi wa kiroho, mtumishi. Inamaanisha kupokea uzima wa Mungu ndani yako. The God kind of life, aina ya uzima wa Mungu. Inamaanisha kuletwa katika daraja lake, mtumishi. Pia anasema alikuja kwa walio wake na walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Ndio hicho tunachozungumza hapa. Waliozaliwa sio kwa mapenzi ya mwili wala mapenzi ya mwanadamu, mtumishi, wala mtu mwingine yote. Sio katika namna hii ya kumzaa mtoto kawaida ambao tunafahamu na kujua. Amezaliwa kwa mapenzi ya Mungu, amezaliwa kwa neno la Mungu. Sasa Mungu anasema ulipozaliwa mara ya pili, hakuzungumzia, anasema ulipozaliwa mara ya pili hukuingizwa katika dini. Yalikuwa ni mabadiliko yasiyo kawaida. You didn't join a religion, au kujiunga na dini fulani, dhehebu fulani. Zaidi ya hiyo, mtumishi, ni mbali kuliko hiyo. Ulikuwa ni uzao halisi. Ulipozaliwa upya, uzima wa kiungu ulichukua nafasi ya maisha yako ya kibinadamu. Kuna kitu kilifanyika katika roho. Ulitolewa kutoka mautini na kuingizwa katika uzima na kutokufa. Unaposema umezaliwa mara ya pili, roho yako ndio imezaliwa upya, mtumishi. Asili mpya imeingia ndani ya roho yako. Ile asili ya dhambi imeondolewa. Roho yako imezaliwa katika uhalisi mpya ndani ya Mungu. Aina ya uzima ambao unakuwa unabubujika kutoka ndani ya roho yako ni ule uzima wa Mungu, the God kind of life. Aina ya uzima wa Mungu, ule uzima usiokufa, usiochoka, usiofubaa, usiodhurika, usioharibika. It's a God kind of life. Aina ile ya uzima ambao Mungu anao sasa hivi
ndio una uzima ambao wewe na mimi tulipokea ile siku tulizaliwa mara ya pili. Something very big. Ni kubwa mno. Like inapita fikra na mtazamo mwanadamu. Ndio maana leo hii sisi tunaitwa wana wa Mungu. Aina hiyo uzima inabubujika ndani yako mtumishi. Ukielewa na ukifahamu, inabadilisha kila kitu kuhusiana na wewe. Fikra yako, mtazamo, namna unavyojiona, namna unavyowaza, namna unavyoenenda, namna unavyofikiri. Sakatili barabolobosira. Itabadilisha afya yako ilivyo, namna ambavyo mwili wako unaitikia. Sababu maandiko yanasema linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, maana ndipo zinapobubujika chemchem za maisha. Ndipo yatokayo mambo ya maisha kutoka ndani ya moyo. Kwa hiyo ukielewa kwamba wewe ulizaliwa mara ya pili, una uzima wa Mungu ndani yako, mambo yanabadilika mtumishi. Uzima huu ndio unaorutubisha na kuhuisha na kuboresha kila seli, tishu, organi, kila mfumo wa mwili wako. Kwa ile ordinary life, ile maisha ya binadamu ya kawaida yanakuwa yamekoma mtumishi, yameisha. Ndio maana umezaliwa upya. Ile asili ya dhambi imekuwa ipo mtumishi. Una asili ya haki. Umefanyika kuwa mwenye haki wa Mungu. Kwa tafsiri halisi ni umefanyika haki ya Mungu. Maandiko yanasema, amin amin nawaambia, yeye asikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Hiyo ni Injili ya Yohana sura 5 mstari 24. Ukilisikia neno lake na kuliamini, ukamwamini yeye aliyempeleka Bwana wetu Yesu Kristo, unapokea uzima wa milele mtumishi. Right away, pale saa hiyo, wakati huo, muda huo. Na hukumu inakuwa ina nafasi ndani yako. Ile sheria ya mauti na dhambi haifanyi kazi ndani yako tena. Unakuwa umehamishwa kutoka kwenye giza umeletwa katika nuru. Sasa kwa kuwa umezaliwa mara pili, umezaliwa kwa neno, kwa roho wa Bwana. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Usistaajabu ya kuwa nimekwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Hiyo ni Injili ya Yohana sura 3 mstari wa 6 mpaka 7. Bwana alikuwa anamjibu Nicodemus, akamwambia sizungumzi kuzaliwa mwili wako tena, hapana, nazungumza roho yako, kwa sababu kilichozaliwa na mwili ni mwili, kilichozaliwa na roho ni roho. Maana there's a distinction, kuna tofauti kati ya roho na mwili. Kiuhalisi mwanadamu ni roho, anayo nafsi, anaishi katika mwili. Mwili wako ni muhimu sana, ndio chombo na kifaa unachokihitaji ili kufanya kazi katika ulimwengu huu. Lakini hicho sio wewe halisi mtumishi. Wewe halisi ni roho. Yanasema to every seed he gave the body. Yani Mungu kila aina ya mbegu aliipa mwili. Basi kala bodo. Waraka kwanza Petro sura ya 1 mstari wa 23 inasema, kwa kuwa mmezaliwa mara pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Kwa ukisema umezaliwa mara ya pili, roho yako imezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Mbegu hii neno la Mungu linaloishi na kudumu hata milele. Kama ambavyo unafahamu mbegu inakuwa na uzima ndani yake, na uwezo, ina ushindi na ubora. Kama umewahi kupanda mahindi, utagundua unapanda mbegu yako moja labda pale kwenye ardhi, na ile mbegu inachipua, inaota, natoka shina zuri la mahindi. Baadaye ile shina linazaa magunzi mawili ya mahindi, na gunzi mmoja linakuwa na mbegu kati ya 300 mpaka 400. Lakini imetokana na mbegu moja tu. Lakini ndani ya mbegu kwa kuna kanuni au formula
ya kuruhusu mizizi toke, majani, mbelewele, shina lenyewe, lebua, gunzi, mbegu nyingine nyingi 300 mpaka 400 ndani ya mbegu moja. Kwa kila kitu kiko kimefungwa ndani ile mbegu. Mbegu yenyewe ukiona ni ndogo kabisa. Asika la barabara boroboros. Halo, hii ukisema umezaliwa na neno la Mungu ni uhalisi, mtumishi. Roho yako imeamka katika uhalisi wa uzima wa uungu ambao umepokea. Kwa maana hiyo magonjwa hapasi kuwa na nafasi ndani yako. Unyonge, udhaifu, shida na karaha za ulimwengu huu hazipaswi kucontrol, kukudhibiti, kukufunga na kukutesa na kuwa kongwa katika shingo yako. No. Wewe sio ulimwengu huu, mtumishi. Ni kweli unaishi hapa ulimwenguni, lakini wewe sio ulimwengu huu. Biblia pia katika Injili ya Yohana sura 1 sura 12 mpaka 13 inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Hai, wale wote waliompokea aliwapa uwezo. Kwa sasa hivi wewe ni mwana wa Mungu. Hii sio story, hii sio hadithi. Sio maneno mazuri tunayasema kanisani kwa tukiwa wadogo. It's a reality, ndio uhalisi wenyewe. Ndio uhakika wenyewe. Palarama sokoto lobo. Hii ndio maana kuzaliwa mara ya pili kiuhalisia ni kwamba umezaliwa na Mungu, ukiwa na uzima na asili yake katika roho yako. Wewe ni wa tofauti kimtazamo na wale wasio wa Kristo. You are very different. Ni wa tofauti kabisa. Kama Yesu alivyo, ndivyo ulivyo katika ulimwengu huu. Kama Yesu alivyo, ndivyo ulivyo katika ulimwengu huu. Hiyo ni waraka kwanza Yohana sura 4 mstari 17. Kama yeye alivyo sasa hivi, ndivyo ambavyo upo katika ulimwengu huu. Kama Bwana alivyo sasa hivi, ndivyo wewe ulivyo, ndio mimi nilivyo, ndio sisi tulivyo ndani ya Kristo. Hebu mfikirie Bwana alivyo sasa hivi katika utukufu na ubora na ushindi na ukuu. Ndivyo ambavyo na wewe upo. Ndivyo ambavyo unapaswa kuenenda, kuishi, kufikiri, kuwaza na kuona. Hii ni waraka kwanza Yohana sura 4 mstari 17. Enda kasome ile andiko tena na tena na tena na tena. Kama alivyo sasa hivi. As a glorified Christ in the mission. Sio yule Kristo ambaye alikuwa msalabani. No. Kuna wengine bado wanamwaza Kristo kama bado yuko msalabani, ametundikwa msalabani. No, mtumishi. Ameshashuka pale msalabani. Alizikwa. Akakaa kaburini siku 3 akafufuka. Amepaa, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba katika eneo la mamlaka, ushindi na ubora na utukufu. Na kama yeye alivyo sasa hivi, ndivyo ambavyo tupo. Yule anasema wale waliopokea wingi wa neema na kipawa cha haki watatawala katika uzima ndani ya huyo mmoja Yesu Kristo. Umepokea wingi wa neema, mtumishi. Wokovu ni kwa neema. Umepokea kipawa cha haki, ile asili ya Mungu, ile hali ya kuwekwa sawa na Mungu, kiasi kwamba hauna hisia hatia au hukumu ndani ya moyo wako, wala hali ya uduni au unyonge katika uhusiano wako na Baba. Hebu tawala katika ulimwengu wako kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Tawala kupitia jina lake. Sababisha uzima na ushindi katika ulimwengu wako. Andika hii mstari chini, mtumishi, ukaipitie. Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 8. Tenda hapo kwa haraka. Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 8. Andiko linasema, Yesu akajibu akamwambia, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa?
Yesu akajibu, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kichozaliwa kwa mwili ni mwili, kichozaliwa kwa Roho ni roho. Usistajabu kwa kuwa nimekwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo uvuma upendako na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Maneno mazito sana haya. Mtu wa roho ni mtumishi. Uwezi kumwangalia ukampimia ukamkadiria mtumishi. Hata kushangaza sana mtumishi, sababu ni kama upepo, hujui anakotoka na kwenda mtumishi. Unaona tu ule upepo unaona tu nani mtumishi. Majani yanapepea. Sapreki jike tike le kradiko sura. Andiko la pili ni waraka Yakobo sura ya 1 mstari 18. Neno linasema, kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Kwa kupenda kwake mwenyewe. Alituzaa sisi kwa neno la kweli. Uzaliwa kwa neno la Mungu mtumishi. Mbegu iliyo hai yenye ubora na uwezo ndani yake wa kufanya maajabu makuu, ushindi, utukufu. Hebu jione katika mtazamo huu kila siku itwao leo. Hebu jifikiri hivyo mtumishi. Usiseme mimi nichoka mbaya, sifai, sina mbele wala nyuma, hali yangu ni mbaya, hakuna kunikumbuka, hakuna kunisaidia, hakuna kunitetea. Sikiliza mtumishi. Malekra asopra kila panda rabosira. Hiyo roho ya unyonge ikae mbali na wewe katika jina la Yesu kuanzia leo hii. Masiketele mandarabosira. Hebu jione katika picha hii Bwana anayokuona nayo. Picha hii ya ushindi, ya ubora na utukufu. Ile andiko tulisoma hapa Yakobo, waraka Yakobo sura ya 1 mstari 18 inasema, kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi. Ni kwa mapenzi yake mwenyewe, kwa kuridhia kwake mwenyewe. Kama umezaliwa kwa neno lake la kweli, uwe kama limbuko la viumbe vyake vyote. Limbuko ni the first and the best, kile cha kwanza, kilicho bora na cha ukuu na ushindi. Jione sawa sana picha Mungu anayokuona nayo. Ni jambo la muhimu sana. Andiko la mwisho ni Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20. Neno linasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Sikia maneno mtumishi. Inasema nimesulubiwa pamoja na Kristo. I'm crucified with Christ. Nimesulubiwa pamoja naye mtumishi. Lakini ni hai, yani niko hai. Wala si mimi tena ambaye ninaishi, bali Kristo yu hai ndani yangu. Yani uzima nilionao sasa hivi sio katika ile nguvu ya mwili, sio katika damu na nyama. No. Kwa sababu nilisulubiwa pamoja naye. Lakini niko hai. Uhai ndio nao sasa hizi, chimbuko lake, chanzo chake ni Kristo aliyeko ndani yangu. Ndio maana nasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Tumishi, lazima useme ya maneno, lazima kweli hii pambazuke ndani ya moyo wako, uelewe. Uzima wako utokani na msosi unaokula chakula cha mwili mtumishi, ugali, marage, wali, nyama, samaki. No. Una aina mpya uzima wa Mungu. Kwa sababu muamini Kristo, kuna uzima uko ndani yako. Na yeye yuko hai ndani yako. Na uhai ulionao sasa hivi katika mwili, anasema ninao katika imani ya mwana wa Mungu. Ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Kwa uzima ulionao, uhai ulionao sasa hivi, umeegemea, umesimama, umesimikwa katika imani ya mwana wa Mungu.
Ai, barabara buruburubusa. Hii ni Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20 mtumishi. Nenda kasome ile andiko tena, katafakari tena, kalirudia hata mara 100. Ukielewa hii mtumishi, magonjwa yatakaa mbali na wewe mno, mbali kabisa, wala hatakuwa na nafasi. Fanya sala pamoja na mimi. Sema, mpendwa Baba, nakushukuru kwa ajili ya maisha ya kiungu ya Kristo ambayo sasa yanafanya kazi ndani yangu. Nimezaliwa kwa neno lisiloharibika, linaloishi na kudumu milele. Mimi si mtu wa kawaida. Mimi ni kiumbe kipya, nilizaliwa kwa neno lako na kwa Roho wako. Ninaishi maisha ya juu yaliyojaa utukufu na haki. Natembea katika ushindi kila siku katika jina la Yesu. Amina. Baraka sike liburubura. Asubuhi ya leo inawezekana hujampokea Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Naomba nikupe fursa hii mtumishi, ili kitu ambacho tunakizungumza hapa kiwe uhalisi wako. Aya, sema sala hiyo kwa pamoja na mimi. Sema, hii Bwana Mungu, ninaamini kwa moyo wangu wote katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka katika wafu. Ninaamini yu hai leo hii. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake ni uzima wa milele. Nimezaliwa upya. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Ukifanya sala hii mtumishi, umezaliwa upya. Kile ambacho tumekufundisha hapa ndio kimekuwa uhalisi wako. Umehama kutoka kwenye giza moja kwenye nuru. Namwambia ni kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante kwa wale wote ambao asubuhi ya leo wamwamini Kristo kwa mioyo yao na wamemkiri kwa vinywa vyao. Wanatembea katika upya uzima, katika ubora na ushindi. Yule adui ana madai yoyote dhidi ya maisha yao. Nabariki kwa neno lako Bwana, nabariki kwa Roho wako. Wanatembea katika utukufu, katika ubora na ushindi, katika jina la Yesu. Amina. Wow. Rhapsody ya leo ni kipekee sana mtumishi. Hebu isome tena, hebu pata nafasi ya kuisoma na sakitili mandarapo sira. Tabadilisha sana namna ambavyo unawaza mtumishi. Basi kutoka dada Flora anasema, namshukuru Mungu kwa kuwa uhai ninao katika Kristo Yesu. Amina. Uhai ulionao katika Kristo Yesu. Rafaelista anasema Wagalatia 2:20, Yakobo 1:18, Yohana 5:24. Anasema nimejifunza kunyamaza hapo na kuomba. Amina. Anasema pia mpumbavu akinyamaza anaheshimiwa, anahesabiwa mwenye hekima. Ni kweli, bora kunyamaza kuliko kubishana. Wow. Message nyingi sana. Asante sana kwa kutuma. Okay, sitaweza kusoma zote kwa ajili ya muda, but Mungu akubariki sana. Nashukuru kwa kusikiliza kipindi hiki na kuwasomea kipindi hiki. Na pia tafadhali endelea kudhamini kipindi hiki, kiendelee kuwepo hewani kupitia lipa namba yetu 50165653. Lakini pia kama hujapata nakala ya Rhapsody hakika na ungependa kupata nakala hiyo, nitumie message asubuhi hii tuweze kuarrange namna ya kupata nakala hiyo. Siku yako hiyo ushindi, iwe ya utukufu na ubora katika jina la Yesu.